Vipi mzee? Samani, mkutano mdogo wa Nasma. Mimi niko natoka. Sawa, sinaweza nikaingia lakini. Mzee, utaingiaje mimi sikufahamu? Afu mimi mgeni. Afu zingatia usiku mwanangu. Afu mimi nikuruhusu ingie ndani. Itakuwa kipengele mwanangu kuingia. Mimi sijapia ruhusa kuingiza mtoto ndani. Sawa, basi mpigie simu, naomba mpigie simu naongea naye. Mwambie mimi ni Makoti. Mwanangu wewe usiku tena mambo ya simu. Samani ndugu yangu nakuomba tafadhali. Halo mama. Mamangu kuna shida. Tatizo gani? Nasma naye yuko wapi? Nasma yeye ameamua kubaki. Nisikilize wewe kijana. Nikirudi nisikukute kama haupo na Nasma. Naomba uondoke hapo. Mamdogo. Mama. Mamdogo. Mpigie tena basi ndugu yangu. Si umesikia kujibu hapo? Fanya nimpigie. Amesema nirudi basi kukute. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana tutawajua ambao wema hawana. Fumbua moyo unaungua, sio mapenzi tena, ni roho kuiokoa. Mapenzi kovu ovu. Huwezi kuwa maiti kabla sijapata laza ya binti alionikataa. Ndicho nataka kufanya nini? Oh, sorry, hold on, tulia. Hata usimlaumu, haukunipa taarifa kuwa unataka kuburudika. Mimi nikifahamu hili, wala nisingekuja, ningeusubiri ufanye mambo yako afu ndo kisha nije. Lakini kwa kuwa nimeshakuja hapa, naomba mtu wangu. Wewe ni nani? Na unajiamini nini kuingia kwenye kitu la Duchu? Mama yako mzazi ananifahamu vizuri sana mimi ni nani, lakini kwa bahati mbaya amefariki. Laiti angekuepo hapa, ili swali angelijibu yeye. Ila usijali, utanifahamu. Afu unasimama. Kumbe naye ni muoga eh? Duchu, sio hivyo bwana. Mama yako mpaka anafariki hakuwahi kuwa muoga kuwa wenzie. Una maana gani? Muda ukifika, maana itajileta kwako yenyewe. Usiwe na haraka nayo. Nasma, simama. Simama bwana. Usiogope binti. Mimi lizimu nikujualo. Huwezi kuisha. Mambo yanapokwama ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana tutawajua ambao wema hawana. Fumbua moyo unaungua, sio mapenzi tena, ni roho kuiokoa. Mapenzi kovu ovu. Ona sasa, unakurupuka kama kichaa. Sema nini? Usijali. Mimi nipo tayari kupoteza vipindi vyangu shuleni. Elimu yenyewe haina mwisho. Na maana mimi nilala hapa. Mwaka nimeanza kuwa kichaa. Shukuru Mungu umeamka hai. Sasa sikia, nimeagizwa na mdada mrembo aitwaye Neli. Amekupa siku 2 tu. Umpelekee bonge mama akupe Nasma wako. Nje ya hapo, uende ukachukue mwili wa Nasma wako ili ukafanyie mazishi. Kwa heri, mimi nawahi masomo. Hapa lazima nihakikishe ndani ya siku 2 nimpate bonge mama.
Kumbe baba Nasma tumsifu. Hii yani maana yake ni bonge mama. Halo bonge mama. Mimi Makoti nimeelekezwa na mzee Shija nikupigie. Sikusikia unasema dukani wapi? Halo. Mambo yanapokuwa ndo hapo inapozaliwa lawama, na yakiwa magumu sana tutawajua ambao wema hawana. Unajua nini Nasma? Mimi hupendelea sana kuja hii sehemu kuangalia picha za marehemu ndugu wangu. Vipi? Unataka kumwona? Najua unaniogopa. Ila usiniogope. Mimi ni mwanamke kama wewe. Ila dunia ndio imenifanya kuwa hivi. Kabla ya kuwa hivi, mimi nilikuwa binti mzuri sana. Ila historia ya maisha yangu iliharibiwa tu pale nilipokutana na Mama Duchu. Mama Duchu? Kwani nini kimetokea? Unajua nini? Mama Duchu ndiye sababu ya hili. Kweli tena Nasma. Huenda bila yeye pacha yangu asingefariki. Wala mimi nisingekuwa mwasilika. Tunakwenda kuitazama Sifuri, na ikiwa ni episodi ya 6 kupitia Movie in Swahili. Ninacho kuomba ndugu mtazamaji wa channel yangu ya Movie in Swahili ni wewe tu kusubscribe channel yangu ili upate update za movie ambazo zinatoka kupitia platform ya YouTube. Na hii ni episodi ya 6, tunakwenda kuangalia highlight nini ambacho kilitokea humu, kama Duchu kweli atafanikiwa kumkamata Nelly ama Nelly kumkamata bonge mama. Asante na kutakia utazamaji mwema. Tunaendelea na sizoni yetu ya Sifuri, na hii ikiwa ni episodi ya 6 kupitia Movie in Swahili. Makoti bado ana hali mbaya, anatafutwa kila kona. Polisi wanamsaka, Duchu anamsaka pia, na dada jambazi Nelly anamsaka pia. Tumeona Makoti amekosa mpaka pa kulala, amefika mpaka kwa shangazi yake na Nasma akafukuzwa mpaka aje na Nasma. Nasma bado yupo mikononi mwa Duchu. Duchu kamteka na kumpeleka magetoni kubwa zaidi. Anataka kula mzigo theni amuue, lakini kabla hajatekeleza jambo lake, akavamia dada jambazi Nelly na kumchomolea bastola. Duchu akakosa ujanja, Nelly akafanikiwa kumchukua Nasma na kusepa naye. Lakini dada jambazi Nelly bado anaendeleza ubabe, amemteka Nasma baada ya kumpokonya Duchu na yupo naye ghetto akimpa mateso, na tayari ameshatuma ujumbe kwa Makoti akimtaka mpenzi wake Nasma basi ampeleke mama bonge mikononi mwa Nelly. Masikini Makoti atafanyaje? Basi Makoti anaanza plani ya kumtafuta mama bonge. Wakati anawasiliana na mama bonge alipokonywa simu na kibaka, ikabidi amkimbize huyo kibaka aliyempola simu, lakini kwa bahati mbaya Makoti aligongwa na pikipiki. Fuatilia episodi inayofuata kujua kuhusu sizoni hii kupitia chaneli yangu. Asante na kwaheri.